na nina matumaini makubwa kwamba mtatumia fursa hii kutathmini utekelezaji, kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati ya kuboresha huduma ya afya kwa mwaka ujao. Niwahakikishie kwamba zile changamoto zote 4 ambazo zimezungumzwa kwenye risala ile iliyosomwa na ndugu yetu hapa, ikiwepo swala la ajira ya maafisa afya, swala la fedha, swala la kusaini memorandum of understanding na masuala ya uteuzi, yote haya tumeyachukua na tunaenda kuyafanyia kazi. Kwa niaba ya wadau wa maendeleo, tunashukuru sana kwa ushirikiano tunaopata kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa wakiongozwa na ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na wizara za kisekta, kwa maana ya Wizara ya Afya, Wizara ya Maji, Wizara ya Elimu pamoja na RUWASA. Wamekuwa wakitupa ushirikiano mkubwa sana kwenye kutekeleza majukumu yetu kama wadau wa maendeleo. Wote tunafahamu kwamba wadau wa maendeleo hatuna mipango yetu, lakini tuko kwa ajili ya kushirikiana na serikali ili kuweza kutekeleza mipango inayolenga kuinua kiwango bora cha upatikanaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, shule za msingi, lakini na sasa pamoja na ngazi za kaya. Sisi kama UNICEF tumekuwa tukifanya kazi katika mikoa 5 kwa maana ya mikoa 4 ya nyanda za juu kusini: mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Songwe. Kiwemo ukiangalia lengo la 6 limejikita kabisa kuhakikisha huduma ya maji na usafi wa mazingira kwa wote linafikiwa. Kwa kuzingatia lengo hilo, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Shirika la Afya Duniani, lakini pia shirika la kuhudumia watoto UNICEF, ambao wamekuwa kiungo kikubwa cha kuhakikisha kwamba nchi wote wanachama wanafikia azima ya SDG zote, hususani lengo la 6.